Ripoti za kimataifa zinadai kuwa mamia ya raia wameuawa nchini Syria katika muda wa saa 72 zilizopita, ikiwa ni mlipuko mbaya zaidi wa ghasia katika mapigano kati ya vikosi vya serikali ya mpito na wale wanaomuunga mkono rais aliyeondolewa madarakani Bashir al-Assad, huku zaidi ya wapiganaji 250 wamefariki. Shirika la uangalizi wa haki za kibinadamu la Syria, SOHR, lenye makao yake nchini Uingereza, linaripoti kwamba takriban raia 830 wameuawa katika kile kilichokitaja kuwa kitendo kikubwa zaidi cha kulipiza kisasi katika pwani na milima yake, huku idadi ya vifo ikitarajiwa kuongezeka. Zaidi ya watu 1300 wameuawa katika muda wa saa 72 kulingana na shirika hilo, wakiwemo wanachama wa kikosi cha usalama na wanamgambo. Shirika la kutetea haki za binadamu la Syria liliripoti kuwa mapigano yamekuwa yakiendelea kuongezeka tangu Alhamisi iliyopita huko Latakia, kaskazini magharibi mwa Syria na kwingineko. Shirika la habari la Reuters liliripoti kuwa mamia ya wakazi walitafuta hifadhi katika kambi ya kijeshi ya Urusi huko Latakia. Shirika la habari la serikali ya Syria limesema masomo yangesitishwa jana Jumapili na leo Jumatatu kutokana na wasiwasi wa usalama. Serikali ya mpito inafanya juhudi za ujenzi wa taifa huku ikihimiza maridhiano kati ya Wasiria, lakini haijulikani ni lini uthabiti unaweza kurejeshwa. Kulingana na NBS News, ufukwe wa bahari wa Mediterranean yenye miamba ya Syria ilikuwa ngome ya utawala wa kikatili wa familia ya Assad ambayo ilidumu kwa miaka 53 kabla muungano wa waasi unaongozwa na Hayati Tahrir al-Sham kumuondoa Assad madarakani miezi mitatu iliyopita katika mashambulizi ya haraka yaliyokumba taifa zima na kupelekea kiongozi wa HTS Shara kuwa rais mpya wa serikali ya mpito. Hata hivyo, pwani ya kaskazini magharibi ya Syria bado ni uwanja wa vita uliovunjika, huku wafuasi wa Assad wenye silaha wakishikilia vijiji na maeneo ya mbali. Video nyingi zilizothibitishwa zilionyeshwa magari ya kijeshi yakipita mashambani huku kukiwa na milipuko na milio ya risasi, huku nyingine ikionyesha wanajeshi wakidondosha mabomu kiholela kutoka kwa helikopta katika maeneo ya mashambani ya Latakia. Siku ya Jumapili, rais wa mpito wa Syria, Ahmad al-Sharaa, alitoa wito wa umoja wa kitaifa kusaidia kulinda amani. Tunapaswa kulinda umoja wa kitaifa na amani ya ndani. Tunaweza kuishi pamoja, alisema katika video iliyosambazwa na vyombo vya habari vya Kiarabu, akizungumza kwenye msikiti huko Damascus. Uwe na uhakika kuhusu Syria. Nchi hii ina sifa za kuendelea kuishi. Kinachotokea sasa nchini Syria kimo ndani ya changamoto zinazotarajiwa. Katika hotuba yake siku ya Ijumaa, Shahara alisema kwamba mtu yeyote anayedhuru raia atakabiliwa na adhabu kali. Video zilionyesha miili ya makumi ya watu wakiwa wamevalia kiraia wakiwa wamerundikana katika mji wa Al-Muqtaria, ambapo zaidi ya watu 40 waliuawa kwa wakati mmoja kulingana na mtandao wa haki za binadamu wa Syria. Video nyingine zilionyesha wapiganaji wakiwa wamevalia sare za usalama wakiwanyonga watu bila kitu, wakiwaamuru wanaume kubweka kama mbwa na kuwapiga mateke. The Guardian haikuweza kuthibitisha video hizi kwa kujitegemea. Mimi ni Ino TZA.